Sayansi ni utafiti wa ulimwengu wa asili kwa kukusanya taarifa kupitia mchakato wa kimfumo na teknolojia. Ndipo tunapotumia sayansi kuunda vifaa vinavyoweza kutatua matatizo na kufanya kazi. Hivyo, sayansi na teknolojia haviwezi kutenganishwa. Ninakukaribisha katika makala haya yanayoangazia watoto na dunia ya kidigiti, tukiangazia fursa na changamoto za mitandao, uelewa wa teknolojia inavyokuwa kwa kasi na jinsi watoto wanavyohusika katika ulimwengu wa mtandaoni, kuanzia mawasiliano hadi masomo. Teknolojia imerahisisha maisha kwa kiwango kikubwa. Watoto wa sasa wanatumia simu janja, tablet, kompyuta na televisheni janja kwa masomo na burudani. Kupitia Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Instagram na michezo ya mtandaoni, watoto wanajifunza kucheza na kuwasiliana kwa urahisi. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa nchini Tanzania na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, mwaka 2022, asilimia 67 ya watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 17 wanatumia mitandao ya kijamii na asilimia 4 kati yao wanakabiliwa na aina mbalimbali za ukatili. Utafiti huo ulibaini watoto wanapopata simu wanaangalia maudhui yanayohusiana na ngono, hivyo kuamsha hisia za kufanya vitendo hivyo katika umri mdogo, na matokeo yake hupata maambukizo ya virusi vya ukimwi, VVU na magonjwa ya zinaa. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, katika ripoti yake iliyotolewa mjini New York nchini Marekani na Johannesburg, Afrika Kusini, Novemba 25 mwaka 2020, limesema wastani wa kila dakika 1 na sekunde 40 watoto au kijana chini ya umri wa miaka 20 alikuwa anaambukizwa virusi vya ukimwi, VVU, mwaka 2019, na kufanya idadi ya watoto wanaoishi na VVU kufikia milioni 2.8 duniani kote, huku watoto takriban 110,000 walifariki kwa ukimwi. Mtaalamu wa masuala ya saikolojia Profesa Brian Primack kutoka Chuo Kikuu cha Tiba cha Pittsburgh kilichopo Marekani aliwahi kusema, na hapa namnukuu, "Hili ni suala muhimu kulichunguza kwa sababu matatizo ya afya ya akili na kutengwa kwa jamii yamefikia katika viwango vikubwa kwa vijana na watoto." Mwisho wa kunukuu. Wakati wa janga la Uviko 19, wanafunzi walilazimika kujifunzia nyumbani kupitia Zoom, Google Classroom na njia nyingine za kidigiti. Hii ilikuwa fursa kwa watoto kuzoea teknolojia mapema. Susan Nkia na Violet Joseph ni watoto wenye umri kati ya miaka 15 hadi 17 wanaotumia simu janja na ni wafuasi wa mitandao ya kijamii. Wanasema hutumia mitandao ya kijamii kwa shughuli mbalimbali kama vile kutazama filamu, ufuatiliaji wa taarifa, elimu na kufuatilia watu maarufu. Kwanza napenda kuangalia movie. Kwa mfano kama Seasons zinanielimisha jinsi maisha yanavyoenda. Napenda kufuatilia taarifa za habari, tunapata habari mbalimbali kutoka duniani nzima. Napenda kufuatilia mpira. Nafuatilia clubs, wachezaji watakaosajiliwa, watakaoachwa. Pia nafuatilia kusoma maisha ya mtu mkubwa. Wazazi na walezi hawapaswi kufurahia maendeleo haya bila kujiuliza watoto wao wanajua mipaka ya matumizi salama ya mitandao ya kijamii. Justin Kimori na Faith Johnson ni wazazi wa watoto wenye umri wa miaka 10 hadi 17. Wanasema binafsi uhakikisha wanafuatilia kila wanapotumia mitandao ya kijamii kuona vitu wanavyotazama. Kwangu mimi ninachokifanya na hakikisha kwamba kile anachokiangalia mwanangu nakijua. Kitu cha kwanza ambacho huwa nahakikisha, huwa naweka nywila. Anapotaka kutumia lazima nimtolee nywila. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu biashara na unyanyasaji wa kingono wa watoto, Mama Fatima Singate, akinukuliwa katika ripoti aliyowasilisha mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Oktoba 11 mwaka 2024 katika siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, amesema vitendo vya unyanyasaji na unyonyaji wa kingono dhidi ya watoto vimeongezeka katika mazingira ya kidigitali, huku zaidi ya watoto milioni 300 kwa mwaka wakikadiriwa kuwa waathirika wa vitendo hivyo mtandaoni. Hatari bado ni nyingi sana. Watoto wengi huweka majina yao halisi, umri,
shule wanayosoma na mahali walipo. Taarifa hizi zinaweza kutumiwa vibaya na watu wabaya. Kuna hatari kubwa kwa mtoto kuingizwa kwenye mtego na watu wanaojifanya kuwa ni marafiki, yaani online predator, na kudanganywa kutoa picha au kufanya mambo yasiyo salama. Vile baadhi ya michezo ikiwemo filamu zina lugha chafu, unyanyasaji au vurugu vinavyoweza kuathiri tabia za mtoto. Lamek Maseta ni mhandisi wa masuala ya tehama na teknolojia. Amesema zipo njia zinazoweza kutumika ili kumlinda mtoto dhidi ya athari za mtandaoni, ikiwemo kufungua barua pepe mama kwa ajili ya kufuatilia taarifa za mtoto, pamoja na kutumia programu zinazopatikana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube Kids. Kuna mwongozo kwenye Gmail, unaweza kutengeneza emails ambazo kuna email mama, ID zingine za email kupitia zile tablet za watoto, lakini kuna email ambayo ni ya kwako mzazi. So unaweza ukaona activity zote za ile tablet inachoendelea. Hilary Tesha, mkuu wa idara ya elimu na uhamasishaji kutoka Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano Tanzania TCRA-CCC, anasema baraza hilo linahakikisha linatoa elimu ya namna bora ya kumlinda mtoto dhidi ya madhara ya mitandaoni katika mazingira yanayowazunguka watoto, shuleni na jamii kwa ujumla, kutumia vyombo vya habari kuendesha kampeni mbalimbali ikiwemo ya Be Smart inayofanyika katika jiji la Dar es Salaam, kuzungumza na wazazi kuhusu watoto wao, kushirikiana na wadau wakiwemo jeshi la polisi na mahakama. Sisi kama baraza tuna kamati za watumiaji katika mikoa 20 Tanzania nzima, na moja ya jukumu la hizi kamati zetu ni kutoa elimu. Na elimu hii tunazitoa wapi? Tunazitoa kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye makundi mbalimbali, kwa sababu kwa asilimia kubwa unakuta wale wajumbe wetu wanatumia yale makundi yaliyoko, aidha ni makundi ya kina mama, makundi ya vijana, lakini pia kuhamasisha juu ya matumizi sahihi ya huduma za mawasiliano. Onesmo Itozia, mkurugenzi wa taasisi ya Global Child Advocates inayojihusisha na kutetea haki za watoto, anasema ni vyema jamii kwa ujumla kusimama kwa pamoja kumlinda mtoto kwa kumshirikisha katika kila jambo na kumwambia ukweli madhara yatokanayo na mitandao. Ripoti ya utafiti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kuhusu hali ya ukatili mtandaoni kwa mwaka 2022 inaonyesha ongezeko la madhara kwa watoto. Kutokana na matumizi hayo, serikali inatarajia kuboresha sheria ya ulinzi kwa watoto kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Sheria 2 za Tanzania zinatoa adhabu kwa makosa mtandaoni kwa watoto, yaani sheria ya mtoto ya mwaka 2009 ikisomwa pamoja na sheria ya makosa kimtandao mwaka 2015. Sheria hizi zinatamka wazi kwamba marufuku kupakia au kuchapisha picha au video ya mtoto inayohusu ukatili wake, awe hai au amekufa. Teknolojia ni sehemu muhimu ya maisha ya mtoto wa leo. Inaweza kuwasaidia katika masomo, ubunifu na burudani, lakini kama teknolojia ikitumika vibaya, huleta madhara. Asante kuungana nami katika makala hii. Kila laheri katika kulea kizazi salama cha kidigiti.